Nimesoma kwamba takriban watu milioni 1 hupoteza uwezo wao wa kuona, wanakuwa vipofu kila mwaka. Fikiria, karibu watu 3,000 kwa siku wanapoteza uwezo wao wa kuona. Sasa ngoja nikuambie, kuna upofu mbaya zaidi kuliko kupoteza uwezo wa kuona kimwili. Kwa kweli, leo katika masomo yetu ya mfululizo kupitia Injili hapa katika Yohana sura ya 8, tutakutana na kundi la watu ambao wameamua kubaki vipofu kiroho. Sasa basi, Yesu yuko Yerusalemu, anahudhuria sikukuu ya vibanda. Kila asubuhi wakati wa sikukuu hiyo, kuhani mkuu alikuwa anafanya ibada hii kwa mbwembwe na sherehe kubwa. Alikuwa anatembea hadi birika la Siloamu akiwa na wafuasi wake, anajaza mtungi wa dhahabu na maji, kisha anarudi hekaluni na anamwaga yale maji karibu na madhabahu ya shaba, na watu walikuwa wanaita maji haya maji ya wokovu. Sasa tayari tumeshagusia nyuma katika Yohana sura ya 7 kwamba ibada hii ilimpa Yesu nafasi nzuri kabisa kutoa mwaliko huu hapa kwenye mstari wa 37. Mtu yeyote akiwa na kiu na aje kwangu anywe. Yeyote anayeamini ndani yangu, kama maandiko yalivyosema, kutoka moyoni mwake zitabubujika mito ya maji ya uzima. Unaona, watu hawakuhitaji ibada tu, walihitaji Mwokozi, na hilo ni kweli hadi leo. Sasa kuna ibada ya pili wakati wa sherehe hii, inaitwa mwanga wa hekalu. Ilikuwa inafanyika katika hazina ambayo pia inajulikana kama uwanja wa wanawake. Katikati ya uwanja huo mkubwa kabisa kulikuwa na vinara 4 vikubwa vya taa vilivyokuwa vimesimama. Kila kimoja kati ya hivyo kwa kweli kilikuwa na urefu wa takriban futi 75. Na katika jioni ya kwanza ya sikukuu ya vibanda, vinara hivi 4 vya taa vilikuwa vinawashwa, na ilisemekana kwamba vingetoa mwanga kote katika jiji la Yerusalemu. Sasa ibada hii ilikuwa ya kuwakumbusha watu kuhusu nguzo ya moto iliyowaongoza mababu zao jangwani. Sasa basi, hapa katika sura ya 8 sherehe imekwisha. Kwa kweli vile vinara vya taa vimezimwa, na tunaambiwa hapa katika mstari wa 20 kwamba Yesu sasa amesimama katika ua huo huo anapozungumza na umati wa watu. Haya ndiyo anasema katika mstari wa 12. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeyote anifuataye hatatembea gizani, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa maneno mengine, huwezi kuzima nuru ninayotoa. Nuru yangu si ya muda mfupi. Nuru yangu itakupa uwezo wa kuona. Itakuangazia ukweli unaoongoza kwenye uzima wa milele. Sasa kwa hayo Bwana anatoa changamoto ya kumfuata na ukifanya hivyo, Yesu anaahidi, hutatembea gizani, bali utakuwa na nuru ya uzima. Na lazima nikuambie, ukweli wa kusikitisha leo ni kwamba watu wengi hawataki kufunuliwa na nuru ya ukweli, wanataka kubaki gizani. Usiwakee taa. Niache peke yangu. Unajua, majira moja ya baridi, mwanaume mmoja kanisani kwetu alileta mzigo wa kuni za mti wa mwaloni mweupe tayari zimekatwa kwa ajili ya kuni kwa familia yangu. Ilikuwa zawadi nzuri sana. Tulitandika mbao 2 za 2 chini kama msingi ili kuni zisiweze kuloa, kisha tukapanga kuni hizo juu kwa safu. Basi majira ya kuchipua yalipofika, zile kuni zilikuwa karibu zimeisha kabisa na nilikuwa nasafisha eneo hilo. Nilivuta moja ya zile mbao za 2 kwa 4 na mara moja ardhi chini yake ilionekana kuchangamka na harakati. Kulikuwa na wadudu wakubwa wa aina mbalimbali na wadudu wadogo na minyoo, wote wakikimbia huku na kule wakitafuta mahali pa kujificha. Walikuwa wameanikwa na mwanga na hawakutaka kabisa kuwa karibu nao. Basi Yesu alipokuja Yerusalemu, alikuwa kama anainua zile mbao zilizooza za taratibu za kidini zisizo na maana. Na niambie, viongozi wa kidini walichukia sana huo mwanga. Kwa kweli walimchukia Yesu zaidi kwa sababu aliwasumbua kwenye giza lao. Na hilo linaendana kabisa na utabiri wa Yesu hapa kwamba mwanga wake, ukweli wake utasababisha aina 2 za mwitikio. Watu wanaopenda giza watakimbia huku na kule wakijaribu kurudi kujificha tena. Lakini baadhi ya watu, kwa neema ya Mungu, dhambi zao zitafunuliwa na mwanga wa ukweli na watachagua msamaha ambao Kristo anatoa.
Sasa pamoja na hilo, Yesu anatoa madai ya ajabu hapa kwenye mstari wa 23. Anadai kwamba ametoka moja kwa moja mbinguni. Anawaambia hawa viongozi wa kidini, ninyi mmetoka chini, yaani duniani. Mimi nimetoka juu. Mimi ni wa dunia hii. Mimi si wa dunia hii. Kisha Yesu anaongeza dai hili lingine la kushangaza. Anasema kwamba yeye ni Mungu katika mwili. Anasema hapa kwenye mstari wa 24, msipoiamini kwamba mimi ndiye, hii yeye inamrejelea Mungu, mtakufa katika dhambi zenu. Kisha anadai kutimiza ishara ya nyoka wa shaba wakati wa siku za Musa, kama anavyosema hapa kwenye mstari wa 28, mtakapomwinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapojua kwamba mimi ndiye. Basi hii bila shaka ni utabiri wa kusulubiwa kwake kunakokuja. Kisha anatoa dai kwamba anaweza kuwaweka watu huru. Mstari wa 31, mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Sasa baadhi ya watu hapa wanadai kwamba kama watoto wa Ibrahimu hawahitaji kuwekwa huru. Hawako utumwani, kwa maneno mengine. Na Yesu anajibu hapa katika mstari wa 34 akisema kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Unaona, dhambi huja ikiwa na pingu na minyororo. Na Yesu anaendelea hapa kuonyesha kwamba wao ni wenye dhambi kweli, wanahitaji kuwekwa huru na nuru yake, ukweli wake wa kuokoa, wa kukomboa na wa kuwakomboa. Sasa kwa hilo, Bwana anatoa tamko zito sana kuwahusu hapa. Unaona, hawa viongozi wa kidini wanajivunia sana kudai kuwa watoto wa Ibrahimu. Kwa maneno mengine, Ibrahimu ni baba yao. Basi Bwana anajua kwamba hilo ni kweli kwa upande wa damu, lakini si kiroho. Hivyo Yesu anasema kwamba wao si watoto wa kweli wa Ibrahimu kwa sababu hawana imani ya Ibrahimu. Kwa kweli, Yesu anawakumbusha kwamba wanataka kumua, na yote aliyofanya ni kuambia ukweli. Na sasa kwa hilo, anatoa tamko hili la kuthubutu hapa katika mstari wa 44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na mnataka kutimiza tamaa za baba yenu. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli kwa sababu hakuna kweli ndani yake. Lo, hiyo ni shutuma nzito sana, sivyo? Mnafikiria baba yenu ni Ibrahimu. Basi ngoja niwaambie, baba yenu wa kweli ni Ibilisi. Mnafanya mapenzi yake ya uuaji. Mnamfuata kipofu kwa uongo wake. Huenda mnahusiana na Ibrahimu kimwili, lakini si kiroho. Kwa kweli mnahusiana na Shetani. Sasa unaweza kufikiria hii itapokelewa vipi? Umati huu umekasirika sana, lakini hapa kwenye mstari wa 56 Yesu anaongeza mafuta kwenye moto wa hasira yao. Mnataka kuzungumzia kuhusu Ibrahimu? Basi hebu tuzungumzie kuhusu Ibrahimu. Baba yenu Ibrahimu alifurahi kuona siku yangu. Aliona na akafurahi. Kwa maneno mengine, Ibrahimu anajua mimi ni nani na hawezi kuwa na furaha zaidi kunihusu. Basi kabla viongozi wa kidini hawajapata hata muda wa kujua watajibu vipi dai hili, Yesu anaongeza dai jingine la kushangaza kwenye mstari wa 58. Kabla Ibrahimu hajakuwapo, mimi niko. Sikiliza tu madai makubwa ambayo Yesu anatoa katika sura hii. Anasema yeye ni nuru ya ulimwengu. Anasema alitoka mbinguni. Anasema yeye ni Mungu aliyefanyika mwili. Anasema anaweza kuwaweka watu huru kutoka dhambini. Anasema alikuwepo kabla ya Ibrahimu. Hebu niambie, watu wa leo wanaofikiri Yesu alikuwa tu mtu mwema, inaonekana hawajasoma Yohana sura ya 8. Yesu angekuwa mwongo mkubwa kama madai haya makubwa si ya kweli. Lakini ngoja nikuambie, kama ni ya kweli, na ni kweli, Yesu ni zaidi sana ya mtu mwema tu. Sasa, je, hawa viongozi wa kidini wanaelewa maana ya madai ya Yesu? Acha nikuambie, ndiyo, wanaelewa kabisa. Mstari wa 59 unasema, wakachukua mawe ili wampige nayo. Walikuwa wanataka kumpiga kwa mawe hadi afe. Wanajua kabisa kwamba anadai kuwa Mungu wa milele. Lakini bado haukuwa wakati wa mwana wa Mungu kufa. Hivyo tunaambiwa hapa kwamba alijificha na akatoka hekaluni.
Ona, hawa watu hawakuchukua tu mawe, wapendwa. Wanachagua kubaki vipofu kiroho. Lakini ngoja nikuambie, upofu ndiyo hali ya dunia yetu. Biblia inasema kwamba Shetani amepofusha akili za wale wasioamini. Jukumu letu siyo kupunguza uzito wa madai ya Yesu. Jukumu letu ni kuyaongeza, kuyafikisha na kuruhusu nuru ya ulimwengu ing'ae kupitia sisi katika dunia hii yenye giza. Dunia yetu inahitaji sana kuwekwa huru. Kwa hiyo usizuie leo kusema ukweli. Basi hadi wakati mwingine mpendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.